Mama. Mlendani mbona simu ya Rosta sioni? Iko wapi? Hivi una akili timamu wewe? Unaniuliza mimi maswala ya simu ya Rosta wapi na wapi? Simu nimeiweka pale chumbani kwangu pale juu ya draw. Na humu ndani sasa hivi tunaishi watu watatu tu. Kama utakuwa hujaichukua wewe, basi ameichukua yule binti. Hakuna mtu mwingine yote ambaye ameweza kuifanya ile tukio kama sio nyinyi. Mahir, naomba uniache. Kama una kitu cha kuongea naomba ondoke mbele yangu. Usinipe kabisa stress kwa sababu sasa hivi yenyewe na vitu vyangu vingi hapa nafikiria. Kwa hiyo naomba usinichanganye kabisa. Sawa mama, Fami yuko wapi? Kwa sababu kama wewe haujaichukua, ni lazima atakuwa ameichukua yeye. Kaenda wapi? Aichukue hiyo simu aipeleke wapi? Na humo ndani ya hiyo simu kuna kitu gani kikubwa kimfanye mpaka yeye aichukue hiyo simu? Tatizo lako mama, ile jambo nalichukulia masiara sana. Ila tambua kwamba Rosta ametekwa na mpaka sasa hivi hajulikani ni wapi alipo. Halafu unachukulia tu kawaida. Sawa, inawezekana ikawa sio mwanao wa kumzaa, lakini alishafanya kazi na wewe hapa ni muda mrefu sana. Kwa hiyo na wewe ulitakiwa uguswe japo kidogo na hili jambo, ila wewe unachukulia tu kawaida. Kwa hiyo mimi niache kufikiria mambo yangu muhimu, nifikirie mambo yake eti amekea. Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi utazani ni utani. Kwa kipi labda paka nimfikirie? Huko yeye alikuwa ananifikiria mimi. Alafu Mahiri, hebu acha mambo ya kijinga. Siku yenu ya kuvishana pete ni kesho. Alafu wewe hata ulichukulia hilo jambo kwa uzito. Unafanya kazi ya kumfikiria sijui wewe nani aliotekwa. Hivi una akili timamu kweli? Mama, mimi siwezi kumvisha pete yule binti. Labda tu mimi nikwambie kitu kimoja. Rosta ndo mwanamke pekee ambaye mimi naweza kumvisha pete, lakini sio yule mpumbavu. Na kuanzia hii leo, humu ndani mimi naondoka na sitorudi hadi pale nitakapompata Rosta. Na nikija kumleta Rosta hapa, tambua kwamba anakuja kukutambulisha kwako kama mke wangu mtarajiwa. Na utake usitake lazima tutakubaliana na mimi. Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi utazani ni utani. Pale jicho linapokwa na ukungu, kufosi kutazama. Chaguo la mama. Unayempenda napendwa na wengi. Tunapitia magumu tunapopendana. Na kupokea maumivu, ukaba unatawala. Kukesha bar kila siku, kila mara. Hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza? Mbona sikuelewi kijungu? Fami. Yaani huwezi amini. Kuna vitu mimi nilikuwa navionaga tu kwenye movie, lakini leo ndio nimeviona kwenye maisha ya uhalisia hivi kwa macho yangu naviona. Oya, yule binti ambaye tumeenda kumfanyia mauaji. Yaani yule binti leo nimemkuta nyumbani kwa rafiki yangu akiwa mzima pale tulipoenda siku ile. Wewe kijungu wewe. Pale ulisema kwako lakini huyo binti pale kafikaje? Na kwa nini iwe kwa rafiki yako? Wewe Fami na wewe acha masiara bwana, mimi nina mjengo sasa. Mimi sina maisha. Sema pale ni kwa rafiki yangu, nilikupeleka tu ile nimekuongopea. Nisikilize. Ili jambo lipo serious. Yaani yule mtu ni mzima, yaani ni mzima wa afya kabisa. Sasa sielewi ni wapo mapacha au ni ndugu yake au vipi. Ila yuko vile vile. Kijungu bana, wewe unanitania sasa. Naona sasa hivi tunaleteana masiala katika mambo hayo. Wewe yule binti umesema kabisa umemuoa. Iweje saa yeye kule? Mbona mimi sikuelewi lakini unanichanganya? Oya, mimi sina muda wa kupoteza hapa au kufanya masiara. Yule binti mimi nilimuua, tena nikahakikisha kabisa nimeenda kumtupa kule mtoni. Lakini leo kwa maajabu yeye namuona pale nyumbani. Unasema masiara? Itakuwa wewe unaanza kupata mawenge. Unajua jambo la kuua sio dogo ndugu yangu. Kwamba mimi nina mawenge. Fami. Labda useme tu kwamba wale labda hapo mapacha ndio nitakuelewa. Lakini kusema kwamba eti mimi nina mawenge, wewe huo uongo. Yule binti ni mwenyewe. Yaani ndio yule. Yaani mimi sijakosea. Basi sawa. Tufanye hivi ili na mimi niamini nidhibitishe. Twende wote tukamuone. Hapo ndo umenena sasa. Tuondoke. Vipi shoga yangu usile issue nilokutuma? Maana mpaka sasa hivi unipe mrejesho wote ule. Shoga yangu, naomba unisamehe sana. Kwa sababu hapa katikati kuna mambo yalitokea. Kwa hiyo na ndio maana ukaniona kimya. Hata hivyo kazi yako ulionituma nimeshaifanikisha tayari. Kwa hiyo kuwa na amani.
Kumbe ulishaifanya hiyo kazi. Sasa kama inawezekana, naomba niambie wewe ulomfuata amekwambiaje? Shoga yangu, umeyatimba. Yule bwana kaniambia nikimwita tena kumwambia ujinga kama niliyomwambia atanichoma bisu la tumbo. Kwa hiyo Feti, na maneno yako hayo yote unashindwa kumwambia Maila akakuelewa? Mimi nimekutuma wewe kwa sababu najua una uwezo mzuri sana kuongea. Kumbe una lolote. Yaani mara 10 bora hata usingeenda. Yaani umeenda kuongeza chumvi kabisa huko. Mashoga wengine bwana kumbe ni wanafiki. Kwa hiyo mimi kujitolea kote kule, kumbe nilikuwa nafanya kazi ya kanisa. Ila sawa, haina shida. Siku nyingine utahitaji msaada kutoka kwangu. Sasa hapo Feti, kuna msaada gani hapo uliofanya? Yaani mpaka mtu anadiriki kutishia kuchoma kisu cha tumbo, afu ananiambia msaada. Msaada gani huo? Yaani mara 10 bora hata usingeenda. Ningejua mimi mwenyewe namalizana naye vipi Mahiri. Kumbe wewe ni mwehu sana. Nilikuwa nakuona unafanya umalaya wako huku umelewa na wanaume wasio na mbele wala nyuma. Alafu sasa hivi matatizo yamekukuta, unataka kuwalaumu watu. Tena Mahiri amefanya jambo la maana sana kukuacha wewe. Yaani mwanamke unapenda pombe kuliko hata maji ya kunywa. Lo, muone vile. Mdomo umemlegea kwa kunywa pombe. Na nakuomba usinishirikishe tena kwenye mambo yako. Shoga yangu, mimi nilikuwa nakutania tu. Na wala sijamaanisha chochote kile. Naomba unisamee udugu wangu. Koma we. Mimi sina udugu na mtu aliyelaniwa kama wewe. Feti, mimi nakutania. Feti. Ukaba unatawala, ukesha bar kila siku, kila mara. Sasa Fami, umeona mwenyewe kwa macho yako. Haya niambie, yule binti ni yeye au sio yeye? Nimekwambia ndugu yangu 100%. Yaani yule ni yeye, hajabadilika hata kitu chochote kile. Ni yeye kabisa, ni copy. Yaani vile vile yani. Ila Kijungu umefanya makosa makubwa sana. Mimi nimekwambia kufanya vitu kama hizo unatakiwa umalize kila kitu. Yaani umekuja umefanya upumbavu. Sisi wewe tumejiingiza kwenye matatizo lakini Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi utazani ni utani. Okay, sasa tunafanyaje? Mimi sidhani kama huu ni muda wa kulaumiana sasa hivi. Yaani hapa ni kujadili tu tunafanya kitu gani ili mradi ili swali liweze kupita. Lakini tukianza kulaumiana hapa, hatujengi mama, tunabomoa tu. sasa wewe unafikiri itakuwaje? Aya je, kama hajapoteza kumbukumbu, basi sikiza nikwambie. Cha kufanya hapa, wewe nenda pale. Jifanye kama umemfananisha. Kamuulize, unaitwa nani jina lako? Unamjua Fami? Au ulishawahi kufanya kazi kwa kina Fami? Subiri nijaribu kufanya hivyo. Mimi naamini hiyo plan inaweza katiki. Subiri kwanza nitafute confidence. Sawa? Kabisa.
Fami, yule binti ni yeye. Tena ni yeye kwa 100%, kwa sababu yale maswali yote ambayo umeniambia niende nikamuulize, nimemuuliza na kanijibu kama vile inavyohitajika. Alafu kasema anakujua wewe unaitwa Fami na yeye anaitwa Rosta. Sasa hapo tunafanyaje? Kijungu, yale lazima tufanye kitu, la sivyo mambo yatakuwa magumu kwa upande wetu. Hapo ndo umenena. Twende tukajadili, afu tutajua ni kitu gani cha kufanya. Tuondoke. Fahamu mwanangu, hivyo una shida gani lakini? Kwa nini umekuwa kila siku mtu wa kufanya vitu bila kunishirikisha? Sasa kama unaweza kufanya kila kitu mwenyewe, mimi nafanya nini sasa hapa? Si bora niondoke zangu tu. Hapana mama, ila usichoke ni kitu kimoja. Mimi nilikuwa nikimsikiliza sana mama yake Mahiri. Kwa hiyo nikajua nipo sahihi, kumbe nakosea. Hivyo una akili kweli wewe? Kabisa wanasema mimi nilikuwa namsikiliza mama yake Mahiri. Hivi unadhani huyo mama yake Mahiri angekuwa anajua sisi shida yetu ni zile mali, unadhani mpaka leo ungeendelea kukaa pale kwenye ile nyumba? Sisi hatujeja hapa ili wewe uolewe na Mahiri. Sisi tunataka zile mali. Alafu uniambie unamsikiliza mama yake Mahiri. Hivi wewe mzima au ushaanza kumpenda wewe Mahiri? Hapana mama. Mimi wala sijaanza kumpenda. Ila mimi mwenyewe pia lengo langu lilikuwa ni hilo hilo. Na nikajua nikimsikiliza mama mbinu zake, huenda labda tutafanikiwa. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Nisikilize nikwambie. Hapa hakuna cha tunafanyaje. Inabidi uniache mimi nifikirie ni kitu gani ambacho tunaweza kukifanya. Sasa basi, mimi nifikirie cha kufanya, alafu wewe uende ukarudie tena madudu yako yale yale. Alafu uone kama hujarudi kijijini. Ukiwa una chochote, una mali wala hiyo ndoa yenyewe huna. Hapana mama, haitojirudia tena. Mimi nakutegemea sana. Kwa hiyo basi mimi acha niwahi home. Unataka uwahi nyumbani kwako gani? Yaani uondoke, hujanioshea mimi vyombo, hujafanya usafi. Hizo kazi zote anazifanya nani? Sawa. Ndio hivyo. Kitoi. Unajua mwanangu, kuna kitu leo kimenishangaza. Yaani sijaamini nilichokiona. Unajua sio mtoto wa totozi sana. Yaani upendagi mademu. Lakini leo cha kustaajabisha inakuja nyumbani kwako leo nakutana na bonge la pisi. Yule mtoto kasimama mwanangu, yule mtoto wapi? Ushaanza. Story ngapi tunaongelea mambo za mademu? Alafu utakuja kufa vibaya wewe. Hamna mwanangu. Mimi ninachotaka kujua ni kwamba tu yule binti wewe umemtoa wapi? Kwa sababu wewe vitu hivyo haunaga. Yaani wewe sijawahi kukuona hata siku moja mwanangu pale wewe umeingiza demu au umeleta nini mambo hayo. Yaani wewe hauna in short. Sasa leo nimeshangaa nimekutana na pisi kama ile. Hebu nielekeze bwana umemtoa wapi na yeye? Oya Kijungu. Yule demu mimi nilimuokota. Nilikuwa nimeenda bondeni kule kucheki mashamba, maana kuna bosi mmoja hivi nilikuwa namtafutia shamba. Sasa wakati narudi nikamkuta yule demu yuko kwenye mto. Sijui alikuwa ametupwa, sijui labda akazimia tu mwenyewe. Na mimi kwa moyo wa huruma ikabidi tu nimsaidie. Napo alipo atambue hata familia yake iko wapi. Hamna, unajua najaribu tu kuwaza, yani mtoto mzuri kama yule, yani inawezekanaje yani ukaenda ukamuokota eti umemuokota? Yani unajua unanifanya niwaze, hebu kwa muwazi bwana. Ni kweli umemuokota? Ambacho waamini kipi sasa hapo? Kwa mimi kuna jambo ambalo naongeaga uamini au si? Wewe endelea kutoamini hivyo hivyo. Sema mwanangu unazali. Wewe unazali kinoma, yani mtoto mzuri kama yule kwenda kumuokota. Oya, basi tufanye hivi. Sikiliza basi. Mimi nataka yule mtoto niongee naye. Yaani naomba tu nipe time. Angalau hata muda mchache tu mimi niweze kuongea naye. Si unajua tena ndugu yako mimi na mambo hayo. Nakuomba please. Ushaanza ujinga sasa. Tulikuwa tunaongelea habari zingine tena unaanza kuingiza habari zingine. Yaani mimi niko chole demu ongea naye. Ili iweje sasa? Oya babu, ushanitibua kwanza. Kitoi acha hizo mwanangu.
Hebu acha bwana hizo mwanangu kitoi. Vipi binti yangu, mbona unaonekana kama uko sawa? Kwema kweli? Ni kweli mama, mimi wala siko sawa. Nimetoka kufuatilia hizo nguo huko kwa fundi. Yaani wanachonijibu mimi mwenyewe hata siwaelewi. Kwa hiyo wamesema hadi muda gani zitakuwa zimekamilika? Wameniambia tu nifuate jioni. Basi sawa, na imani kila kitu kitakuwa sawa. Lakini pia Mahiri ametoka hapa sasa hivi. Sijajua ameelekea wapi. Anaonekana kama hayuko sawa. Na nimejaribu kumpigia simu zake mara kadhaa, naona ashike simu. Sasa sijajua atakuwa amepata na tatizo gani. Lakini na imani kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo mama, sasa itakuwaje? Maana hata sielewi. Binti yangu, kwa kweli kwa sasa hata mimi mwenyewe sielewi. Ila na imani nikituliza akili yangu nitapata cha kufanya. Kwa hiyo kuwa na amani. Sawa mama. Ila kiukweli Mahiri asipokuja atakutia sana aibu. Fami binti yangu, usijali. Kila kitu kitaenda kama tulivyokipanga. Na kuhusu hili jambo nitajaribu pia kumtafuta mjomba wake, nitamshirikisha. Na imani tukichanganya mawazo yetu tutapata kitu kizuri. Kwa hiyo kuwa na amani, kila kitu kitaenda kama tulivyokipanga. Basi sawa mama, mimi nakuelewa. Kwa sasa nenda ukapumzike ili akili yako walau ipate utulivu. Lakini pia usisahau baadaye kwenda kufuata hizo nguo kwa sababu jambo lenyewe ni kesho kama unavyofahamu. Sawa mama.